Manake mtu anakwenda kuandika kwenye mtandao, wachezaji wametoka wanalia machozi. Ukimwambia alete uthibitisho ni wachezaji gani wa Serengeti Boys wametoka wanalia, sijui kama anao, kwa sababu hawa vijana wamezungumza jana kabla ya kuvunja kambi na wameelewana vizuri na viongozi wao. Wameondoka, wanakwenda, watarudi, wanaendelea kukaa kambini. Future inayotengenezwa kwa ajili ya wachezaji ni kubwa kuliko hata hizi zawadi. Huyu mchezaji leo hii akichukuliwa, kwa mfano Haji anatakiwa akafanyiwe majaribio Ulaya huko. Akienda kule ndio anakwenda kutengeneza future yake kubwa zaidi. Leo hii Haji agombanishwe na TFF, future yake itakuwaje? Hebu jamani, acheni hao wachezaji hawajaanza. Naomba kusema jambo moja, fedha hizi ni kwa ajili ya wachezaji na walimu wao, ni kwa ajili ya wachezaji na walimu wao, kwa sababu tumebaini mara kadhaa kunapotokea maneno haya mitandaoni, wazushaji wanakuwa ni watu wengine. Safari hii tutasimamia kuhakikisha wanaohusika na zawadi ni wachezaji na walimu wao na sio mtu mwingine. Nimeona mjadala ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na malipo ya fedha za zawadi kwa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17, yani Serengeti Boys. Lakini pia umeanzishwa na mjadala mwingine wa timu ya wanawake chini ya miaka 20, yani Tanzanite Queens. Sasa ningependa kusema jambo moja, kwamba ni kweli serikali imetoa ahadi hizo, shilingi milioni 50 kwa ajili ya Tanzanite Queens na shilingi milioni 500 kwa ajili ya Serengeti Boys. Mchakato wa fedha za serikali unaendelea na utakamilika hivi karibuni ili timu hizi ziweze kupatiwa fedha zao, na mchakato wa shilingi milioni 50 kwa ajili ya Tanzanite Queens ni karibu umekamilika. Kulitokea shida tu kidogo ya mfumo jana na juzi, kwa fedha zimechelewa, kwa tunaamini Jumatatu, Jumanne fedha zitakuwa zimeingia kwenye akaunti za wachezaji. Lakini pia kwa upande wa Serengeti Boys halikadhalika kwa shilingi milioni 500 mchakato unaendelea, nao karibuni watalipwa. Na imekuwa hivi kwa timu zote za taifa zinapoahidiwa zawadi. Zinaahidiwa, halafu serikali inaingia kwenye mchakato ule wa kuhakikisha fedha hizo zilizoahidiwa na Mheshimiwa Rais zinatolewa kwa mujibu wa utaratibu. Sasa ni bahati mbaya na tunashindwa kuelewa kwa nini kumekuwa na mashinikizo makubwa namna hii, kwa sababu kulikuwa na ahadi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya Taifa Stars na walishalipwa. Ilichukua muda lakini walilipwa. Kulikuwa kuna ahadi ya shilingi milioni 700, ilichukua muda ikalipwa. Zilitolewa ahadi nyingine, zilichukua muda zikalipwa, na wachezaji walipewa fedha zao, hakuna malalamiko. Hizi ahadi zina siku chache tangu zimetolewa. Ya Tanzanite Queens ni kweli na takriban mwezi sasa, lakini na yenyewe bahati nzuri imeshalipwa. Ni swala tu la muda fedha ziingie kwenye akaunti za wachezaji. Hii ya Serengeti Boys na yenyewe inafanywa utaratibu mchakato ili walipwe fedha zao kama kawaida. Lakini naomba kusema jambo moja, fedha hizi ni kwa ajili ya wachezaji na walimu wao, ni kwa ajili ya wachezaji na walimu wao, kwa sababu tumebaini mara kadhaa kunapotokea maneno haya mitandaoni, wazushaji wanakuwa ni watu wengine. Safari hii tutasimamia kuhakikisha wanaohusika na zawadi ni wachezaji na walimu wao na sio mtu mwingine. Jambo la pili, ningependa sana, najua wote tunawapenda wachezaji wetu na tungependa wapate motisha yao, lakini tuache tabia ya kuleta mijadala ya kuwavunja moyo wachezaji, kuwachochea wakasirike wakati hawa wachezaji wanakwenda kwenye mashindano. Tanzanite Queens wanakwenda kwenye mashindano ya dunia. Serengeti Boys halikadhalika nao wanakwenda kwenye mashindano ya dunia. Serengeti Boys wamepata likizo fupi, watarudi tena ya muda mfupi, watarudi tena kwa ajili ya kuendelea na kambi yao ili waweze kwenda kwenye mashindano wakiwa wameandaliwa vizuri. Hawa ni vijana wadogo. Jana wamezungumza na viongozi wao wa TFF na wamewaeleza utaratibu wote wa namna zawadi yao watakavyoipata. Fedha zile za kuanzia za TFF ambazo waliwaahidi wameshawapatia. Hizi zingine za zawadi ya Mheshimiwa Rais zinakuja na watapewa kwenye akaunti zao. Kwa hiyo naomba watu mliojipa kazi ya kutengeneza haya maneno, acheni kuwavunja moyo wachezaji, acheni kuwavunja moyo hawa vijana. Hawa vijana wanapigania talent zao, wanapigania vipaji vyao, wanapigania future yao. Tukianza sasa hizi kutengeneza maneno ya kuwagombanisha sijui na serikali, mara sijui na TFF, nadhani hatutendi haki.
Na bahati mbaya wanaofanya hivi sio wachezaji wala sio walimu wa hizi timu, ni watu wengine. Hebu acheni kufanya hivyo ndugu zangu. Hawa wachezaji wanajua utaratibu na wanazungumza na viongozi wao na wachezaji wao na wameelewana. Manake mtu anakwenda kuandika kwenye mtandao wachezaji wametoka wanalia machozi. Ukimwambia alete uthibitisho ni wachezaji gani wa Serengeti Boys wametoka wanalia, sijui kama anao, kwa sababu hawa vijana wamezungumza jana kabla ya kuvunja kambi na wameelewana vizuri na viongozi wao. Wameondoka, wanakwenda, watarudi, wanaendelea kukaa kambini. Na labda watu wajue Serengeti Boys vijana hao wako kwenye vituo vya ufundi vilivyopo Kigamboni na Tanga. Wanalelewa pale kama wanafunzi, wako mle kama wanafunzi, na ni watoto wa chini ya miaka 17. Hasa mtu unakwenda unazalisha maneno ili tu wazazi wao pengine wakasirike na watu wengine wakasirike. This is very unfair. Na naomba kurudia na kusisitiza, fedha za zawadi ni kwa ajili ya wachezaji na walimu wao tu. Kwa Kikinga wanasema technical staff, basi sio watu wengine, kwa sababu tumebaini wanaofanya uchochezi huu ni watu wengine ambao wakitumwa kuongozana na timu ndio hao wanakuja wanatengeneza maneno, taharuki, panikisha wachezaji, shinikiza wachezaji waseme hata mambo mabaya wasemi, wakati si kweli. Hebu tuacheni jamani haya mambo. Tunakwenda vizuri, wachezaji hao wako motivated. Hizi bonus ni kitu kidogo sana. Future inayotengenezwa kwa ajili ya wachezaji ni kubwa kuliko hata hizi zawadi. Huyu mchezaji leo hii akichukuliwa, kwa mfano Haji, leo Haji anatakiwa akafanyiwe majaribio Ulaya huko. Akienda kule ndio anakwenda kutengeneza future yake kubwa zaidi. Leo hii Haji agombanishwe na TFF, future yake itakuwaje? Hebu jamani, acheni hawa wachezaji. Hapo hawajaanza leo, hawa wachezaji wanatengenezwa tangu miaka 3-4 iliyopita. Muda wote huu wanagharimiwa, wako kwenye kambi, wanafundishwa, wanagharimiwa kwenye kambi, mpaka leo tumefika hapa tulipofika kwa sababu kuna kazi kubwa imefanyika. Sasa hebu acheni jamani ya mambo ya kugombanisha.